Kwa majina naitwa wakili Tadei Lista, ni wakili wa kujitegemea lakini pia ni kiongozi wa mawakili kwa maana ya TLS hapa mkoa wa Manyara. Leo nilikuwa mahakamani kwa ajili ya shauri la jinai namba 291 la mwaka 2026 ambako Bi Paulina Philip Gekuli alikuwa anashtaki vijana watatu akiwa mteja wangu ambaye ni ndugu Brighton Bujiku. Sasa kimsingi huyu Brighton Bujiku, familia yake ilikuja kwetu kama uongozi wa TLS kuwasaidia baada ya kuona kwamba kijana wao kijana wao alipotea, alitoroshwa huko Meru. Sasa wakaja kwa maana ya kwamba wakakuta kama yuko polisi na anapelekwa mahakamani kwa makosa kwa tuhuma za wizi. Na wakawa of course sasa wanahitaji msaada wa kisheria kutoka ofisi yetu kwa maana ya kuwasaidia hao. Sasa kama wakili na kama kiongozi kwa mahakamani leo kwa jambo hilo. Sasa kama ambacho tukiwa tunajua kesi inakwenda mahakama ya mtoto kwa maana ya mahakama ya wilaya ya Babati pale, jengo la mahakama ya Babati, tukaambia kesi inapelekwa mahakama ya mwanzo Babati. Kwa sababu ni mahakama ya mwanzo Babati, tulipofika bahati mbaya huyo mlalamikaji alikuja na baadaye akaondoka kwa mahakamani ya kuingia. Na bahati mbaya wakati tulipoingia mahakamani sisi tukajenga hoja kwamba mahakama ya mwanzo Babati kwa maana ya mteja wangu ambaye ni Brighton, huyo mtoto haiwezi kusikia kesi yake kwa sababu yeye ni mtoto na mahakama ya mwanzo haina mamlaka hiyo. Na tukaiomba kwa mujibu wa vifungu vya sheria kifungu cha 98 kifungu cha kwanza ambacho kinasema pale ambapo kuna mashauri ya jinai dhidi ya mtoto, basi mahakama ambayo inaweza kusikiliza mashauri hayo na kuyasikiliza na kutoa maamuzi ni mahakama ya mtoto. Kwa hiyo tukajenga hoja mahakamani kwenye jambo hilo. Tukasema kifungu cha 100 kifungu cha pili kinaeleza pale ambapo kwenye mazingira ambapo mtoto ameshtakiwa na watu wengine, mahakama inapaswa kusimamisha mwenendo wa shauri hilo na kumpeleka huyo mtoto kwenye mahakama ya mtoto ili akasikilizwe huko. Kwa baada ya kusikiliza hoja hiyo, mahakama ikatoa uamuzi kwamba sasa haiwezi kuendelea na shauri dhidi ya Brighton kwa sababu ni mtoto, na baada ya kuona uthibitisho wa cheti cha kuzaliwa na vitu vingine ambavyo tulikuwa navyo, na ikaagiza polisi kama kuna nia kwenda kumshtaki basi wenyewe polisi waende kuandaa mashtaka mpya kwenda kwenye mahakama ya mtoto. Na baadaye kijana huyo akaondolewa, akawa discharged pale mahakamani kwa sababu hiyo mahakama tena haiwezi kuendelea naye kwa jamii yote ile kwa sababu ni mtoto. Kwa hiyo ndicho ambacho kimetokea leo hapa mahakama ya mwanzo Babati kuhusiana na jambo ambalo linamhusu mtoto Brighton ambaye tutegemea apelekwe mahakama ya mtoto, na bahati mbaya katika mahakama ya wilaya mahakama kama ya mwanzo ya ambalo tuliambia mahakama kwamba hizo kwenda na shauri hilo ile. Na tuma kubwa ni kwamba wanasema ameshiriki kwenye wizi wa mbuzi 83 ambazo ni mali ya huyo bibi Paulina Gekuli, mbuzi 15 ambao na thamani ya shilingi milioni 3, kwamba alipewa kazi kutunza mbuzi kwenye pori moja kwa Sinai, na yeye alishitaki ni kwamba ameibiwa mbuzi 15. Kwa sisi tuko tayari kuendelea kumtetea kijana, tunasubiri ushauri liende kwa mahakama mtoto, na kama kuna ushahidi wa kutosha kwenye jambo hilo tutakutana naye kwa mahakama mtoto ili angalau mahakama isikilize ione kama huyu mtoto wale ambaye alikuwa kule Meru kwao wakana mtafuta kama kweli aliiba hizo mbuzi kama ambavyo yeye Bi Paulina Gekuli anaeleza jambo hilo kwenye hati yake ya mashtaka. Kwa majina naitwa Digna Nasari, ni diwani kata ya Maruvango, ambapo mtoto Brighton ni kati ya watoto ambao karibu watoto 16 kwenye kata ya Maruvango wametoroka shuleni. Kwa hiyo huyu ni kati ya hao watoto 16 ambao wametoroka shuleni kule jimbo la Arumeru Mashariki, ambapo ndio kata yangu mimi nalea. Nimekuwa na watafuta, na huyu mama yake alinipa taarifa baada ya kupigiwa simu kwamba yuko polisi. Kwa hiyo nikasema sasa, kwa sababu hii familia tumekuwa tunailelea under tasafu sisi serikali, nikasema nitachukua jukumu la kwenda kuhakikisha kwamba huyu mtoto najua nini ni shida gani imempata. Sisi taarifa tulizokuwa nazo kule kwenye kata ni kwamba huyu mtoto hatujua aliyekuwa amemwajiri. Leo hii ndo nimekuja nikaambiwa aliyemwajiri ni Mheshimiwa Paulina Kegulu ambaye na yeye ameshakuwa mbunge. Sikutegemea kwamba mheshimiwa mbunge anaweza ka violence haki za watoto kwa kiasi hichi. Mtu ambaye ameshawahi kuwa mbunge ambaye anakuja ku violence haki za watoto kwa kiasi kikubwa hivi na kumwajiri mtoto bila ridhaa ya wazazi, bila sisi kutupa taarifa, na kwa jinsi mazingira ambayo alikuwa anafanya kazi mtoto ni mazingira hatarishi sana. Kwenda kumchungisha mbuzi porini, kwa kweli hiyo imenisikitisha mimi
kama diwani kuona kwamba kiongozi mkubwa anaweza akafanya vile, kwa sababu cheo akiishi, unaweza ukastaafu, lakini cheo chako akiishi unatakiwa uendelee kulinda haki hasa za watoto na makundi maalum ambao sisi tunapambana kama viongozi kuyapigania haki zao. Kama bado mwanao anachezea simu yako, nimekuletea hii KC66, KC67 pamoja na Hey37. Hizi tablet ni tablet ambazo zina uwezo wa kukaa na chaji kwa muda mrefu. Pia unaweza kuweka line pamoja na kuconnect internet, ambazo ndani utakuta kuna Netflix, YouTube, Instagram pamoja na Play Store. Hizi tablet pia ni tablet ambazo zina kioo kigumu ambacho sio rahisi kuvunjika, na pia zina battery ambazo zina uwezo wa kutunza chaji kwa muda mrefu. Mtoto wako akishika hii, simu yako iko salama. Tablet aina ya A37 unaipata kwa $160,000 tu, na tablet aina ya KC66 unapata kwa bei ya $165,000. Ndio kwa wasiliana nasi kwa nambari 0759591123 au kupitia mtandao wetu wa kijamii @tabletzetu_tz. Tunapatikana Sizamori, Dar es Salaam. Kucheza huku akijifunza sio kupoteza muda.